Sisi katiba yetu hii hapa, na ndio tunataka pia ibadilishwe. Ibara ya 47 inasema hivi: matokeo ya rais yakisha tangazwa hayataenda kupingwa kwenye mahakama yoyote ya nchi. Imetangazwa, imeisha. Iwapo mgombea ametangazwa kwamba amechaguliwa kuwa rais kwa mujibu wa ibara hii, basi hakuna mahakama yoyote, ibara ya 41(7), hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Kwa hiyo yule bwana kishakaa pale, mwenyekiti wa tume akasema Oscar amekuwa rais, hata kama hukua kwenye contest, hata kama hukua kwenye kinyang'anyiro, yaani akaamka tu akasema leo nataka Oscar awe rais. Uchaguzi umeisha, Oscar ndio rais. Hakuna mahakama yoyote itakayohoji hilo jambo. Na hayo ndio mambo ya hovyo ambayo tunayapinga. Sheria ya kule nyuma ilikuwa inasema matokeo, kwa sababu si mnaenda kupiga kura, ndio. Kura zikishahesabiwa, msimamizi wa kituo anakupa fomu. Kuna fomu ya rais namba 21A, hiyo na matokeo ya rais. Namba 21B, matokeo ya mbunge. Namba 21C, matokeo ya diwani. Na kuna fomu inayobandikwa kwenye mlango pale nje kwamba kituo cha shule ya msingi 77A, John Heche amepata kura 10, Oscar amepata 20, Adera amepata 5, na rais hivyo hivyo, na diwani hivyo hivyo. Hayo matokeo ni final and conclusive, hayabadilishwi tena. Yatabadilishwa iwapo tu mahakama itaamua vinginevyo. Kwa mbunge na diwani, rais at least hauruhusiwi kushtaki. Sasa leo sheria hii mpya inasemaje? Hii inayoitwa sheria mpya hii ya Libuku ile uliokoda niuliza, hii ni sheria ya uchaguzi ya mwaka huu itakayosimamia, inasema hivi: endapo shaka yoyote kuhusu usahihi katika kujumuisha kura za rais katika jimbo lolote, tume inaweza kuelekeza kurudiwa kujumlishwa kwa idadi ya kura za matokeo ya awali kutoka baadhi ya vituo vyote vya kupigia kura katika jimbo, au vituo vyote vya kupigia kura katika jimbo. Kwamba ni kura zishapigwa, matokeo yashabandikwa, wewe una fomu, yale maboksi yamekaa huko kwa mkurugenzi, inaweza kupita siku 10, tume ikaagiza kwamba rudieni kuhesabu yale maboksi. Mimi John Heche ambaye wakara wangu hayumo humo atlisi kwa kipindi hicho, nitajuaje kwamba hayo matokeo ni ya kweli? Kama maboksi yalishaletwa yakabadilishwa mengine na yakahesabiwa tofauti, zikipatikana tofauti, ina maana yale ya mwanzo yanafutwa. Kwa hiyo unaweza ukaambiwa wewe sio mbunge na ulishatangazwa kwa sababu tume imeagiza tumehesabu upya. You're listening EMP Africa Radio. Africa Radio.